Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini kila mmoja yuko poa. Sasa kuna bwana mmoja ameniambia kwamba kelele nyingi zinazopigwa yamkini ni kwa sababu vijana hawajui uzuri wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kanifurahisha kiukweli, lakini labda nimwambie tu kwamba kwanza tunajua kwenye ibara ya 9 tunajua lengo la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba ipo kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 9. Lakini kwenye ibara hiyo hiyo ya 9 F inaonesha heshima ya binadamu inadumishwa kwa kufuata misingi ya haki za binadamu, ibara ya 9 F. Sasa unisikilize kwa uzuri wewe uliosema yamkini hatujui. Sorry. Lakini ibara ya 9H inaonesha sasa vitu ambavyo sisi ambao unahisi hatujui tulisemalo, wewe unajua ulisemalo, hatukubaliani navyo kwa sababu katiba hii imetutetea kwavyo. Ibara ya 9H. Hapa utaona kwamba dhuluma katiba hii haikubaliani nayo, vitisho haikubaliani navyo, ubaguzi wa aina yoyote ile wa kichama, sijui kidini, kinini, haikubaliani navyo, rushwa haikubaliani nayo, umeona, na vitu vingine vingi viovu, unaona, ukiwemo upendeleo na vitu vingine kama hivyo, haikubaliani navyo. Kwa ndugu yangu, watu unapoona wanazungumza si kwamba hawajui wanachokizungumza. Hii katiba ya Tanzania tulionayo ina mambo mengi sana mazuri, lakini ina mabaya machache yenye nguvu kuliko hayo mazuri yote mengi. Hicho ndicho kitu tunakataa. Na ina ibara nyingi nzuri sana ambazo zimeongea vizuri. Unaweza ukaenda kuendelea kuangalia kwa mfano kama ibara ya 12 kifungu chake kidogo kile cha kwanza, kila mtu ana haki sijui kwa kuzaliwa, na vitu kama hivyo. Vipo vitu vingi sana vizuri kwenye katiba, lakini kuna mabaya machache tu yanayofanya katiba yote ionekane si sawa. Hilo ndilo wanapaswa kulielewa, sio kwamba eti sisi tunalalamika pasi na kujua. Kila mtu kwa kuzaliwa ana uhuru kuanzia kuzaliwa na vitu vingine kama hivyo, unaona. Lakini katiba hii kwenye ibara yake ya 13 kifungu kidogo cha pili, kila binadamu imezungumzia pale kwamba kila binadamu ni sawa. Sasa huo usawa ndio pia tunautaka. Ndio maana nakwambiaje, katiba hii ambayo tunaiita mbovu ina mambo mengi mazuri, ila ina machache. Sasa kama utataka machache utaniandikia kwenye comment ni machache yapi mabaya. Lakini leo nakutajia mazuri kukuonesha kwamba sisi hatulopoki kwamba kwa kila kitu ni kibaya. Rahasha. Tunajua kwamba yapo mazuri mengi, lakini yameathiriwa na mabaya machache yenye nguvu kuliko mazuri yote mengi yaliyoko ndani ya katiba yetu. Sasa hiyo ibara ya 13 kifungu kidogo cha pili, binadamu wote ni sawa. Ibara ya 18 kifungu chake cha kwanza A, kutoa maoni. Kila mtu ana ruksa ya kutoa maoni yake. Ndio maana hata sisi hapa tunaongea. Kwa hiyo unayekuja kudhihaki hapa maoni ya mwenzako anayoyatoa, wewe unapingana na katiba. Wewe unatakiwa mimi nikitoa maoni yangu ya hivi na wewe uje utoe maoni yako, pasi na kutekana, pasi na kutishana, pasi na kuumizana. Watanzania, acheni kuwa mazomboko, tujitambue. Katiba hiyo ibara ya 20 kifungu kidogo cha kwanza, uhuru. Uhuru pale unazungumziwa uhuru wa kuchagua, lakini tumeshuhudia uhuru wa kuchagua ukiwa mdogo hata kwa hao wa upande wa CCM. Tumeona watu wakirudisha kadi kule kwenye vyama vyao, wameshindwa kupewa wagombea ambao wanawahitaji. Sio kama unanielewa bwana ndugu uliyezungumza hapo. Sasa
ukiona mtu anazungumza, hakikisha na wewe unakuja kuzungumza kwa kutumia nani, yani njoo na hoja kama mwenzako alivyoleta hoja, sio kuja kuongea vitu ambavyo vinakuwa vinaharibu mustakabali wa mawazo ya mwenzako. Huko ni kubagaza akili za mwenzako. Sasa niwaambieni tu kitu kimoja ambacho mnapaswa mkijue. Kifo, mtu anapokufa huacha mwili, lakini sio kwamba anaondoka yani mzima mpaka nafsi yake inakuwa haipo. Hiyo ni elimu ya ulimwengu wa roho, nyingine nitakuja kuizungumza hapa. Sasa ndugu zetu walioacha mwili, wameacha mwili kwa sababu ya kupigania kinachopiganiwa. Itakuwa mbaya na dhihaka kama sisi tutakuwa wa kwanza kupuuza mauti ya wenzetu waliotangulia. Tunatakiwa kuendeleza kile walichoishia, kuhakikisha tunapata haki itakayokuja kumzaa amani huko baadaye, kitu ambacho tunatakiwa tukipiganie kwa wivu mkubwa sana. Sasa Nyerere aliwahi kusema kitu kimoja, akasema kwamba maskini hana cha kupoteza, hata akipoteza sana atapoteza labda umaskini wake. Mtu mwenye hofu ya kifo ni yule mwenye maisha mazuri. Kama mnataka Watanzania wasifanye majaribio ya kifo, ya kwenda kwenye maandamano, ya kufanya vitu vinavyoitwa vurugu kwenu ninyi, basi mnatakiwa kuwaingizia hofu ya kifo. Ukitaka kuingiza hofu ya kifo kwa mwanadamu, mpe maisha mazuri. Mtu asipokuwa na maisha mazuri anapoteza tumaini. Tumaini likipotea anatamani kifo. Kuna kipindi unaweza ukakuta mtu amekaa makaburini, anayaangalia makaburi, anasema one day yes. Anahisi wale wamepumzika, anatamani kuwa kama wao. Sasa watu walioisha yatamani mauti kwa sababu ya dhiki, muarobaini si kuwatisha, si kukemea yale wanayo yahitaji, ila ni kutengeneza muarobaini ambao ni kutatua matatizo walio kuwepo nayo kwa wakati huo. Sijui kama naeleweka vizuri. Sasa Nyerere alisema maskini yupo radhi kubahatisha. Mtu anaweza kaja akasema sijui wa chama kile bla bla nyingi. Lakini maskini cha kupoteza, labda apoteze umaskini wake, yupo radhi kujaribu, yupo radhi kubahatisha. Huyo ndio maskini. Sasa ukiona mtu anakuwa na hofu ya kufa, ana uhakika wa maisha mazuri, ni mbaya sana mtu aliyekata tamaa ya kuishi alafu ukaendelea kumpuuza. Mimi ningeomba tu kitu kimoja, hekima ni bora sana kuliko ubabe. Walikuwepo kina Goliati wameuawa na kina Daudi. Tusifike huko kuwafanya kuyaonesha yale mapuuzo ya hadithi za zamani. Tembo alimdharau sisimizi, sisimizi akaingia sikioni akamuua. Dharau za tembo zisiwepo. Farao akapata kiburi dakika za mwisho kabla ya anguko lake. Hatupashi kuwa huko. Kwa hiyo niombe tu Watanzania sisi ambao wote ni maskini, mjue kitu kimoja. Sukari ikipanda haipandi kwa mtu anayepigania haki, inapanda kwa wote. Gharama za nauli zikipanda hazipandi kwa mtu mmoja, zinapanda kwa wote. Kwa hiyo tunatakiwa tujitafakari kwamba hawa kitu wanachokipigania ni wapiga kelele. Ndio maana leo huyu mmoja akaniambiaje, nyie mnaongea tu hata katiba hamuijui. Nimekuonesha baadhi ya vifungu vichache ambavyo tunavijua kwamba ni vizuri na havitekelezwi. Nadhani umevisikia vifungu nilivyokutajia, hizo ibara nilizokutajia. Utasoma kwa muda wako. Kwa hiyo tunajua nini tunaongea, tunajua nini tunataka, lakini hekima ni bora, kwa sababu haiwezekani mimi nikafungua duka, nikakuajiri wewe kwenye duka langu, alafu nakuja kudai mauzo ya siku ukanipiga makofi, ukanifukuza, ukanitukana. Hilo duka langu au lako sasa wakati huo? Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu katiba yenyewe inasema mamlaka yote ya serikali yatatoka kwa wananchi. Mwananchi ndiye muajiri wa hao wote ambao nyewe mnaona kama miungu. Sasa inawezekanaje mimi nimekuajiri alafu unanitisha kwenye biashara yangu? Huo ni uenda wazimu wa kiwango cha alami ambao hujawahi kutokea. Mungu awabariki watu wote ambao mmesha subscribe, na ambao hamja subscribe naombeni msubscribe, tuendelee kuelimishana mengi kwenye channel hii ya Nkobe TV. Mungu awabariki sana, muwe na Jumapili njema. Tusichukiane wa Tanzania.